Kombo, kuna huu mgogoro umekuwa wa muda mrefu pia, na wenyewe nikasema watu hawaugusi, lakini nataka tugusie hata walau hata kwa mtu ambaye afahamu aweze kufahamu kilicho kiendelea. Tumeshuhudia jana kile ambacho kimetokea, mtifuano makombora kupigana kati ya Afghanistan na Pakistan, na pengine hasa kwa mtu ambaye afahamu hasa huu mgogoro umeanzia wapi na kwa nini umefikia hapa pia? Huu mgogoro kwa upande wangu naweza kusema pia ni mgogoro wa kimkakati pia. Kwa sababu Pakistani ilikuwa chini ya Imran Khan ambaye ni waziri mkuu, ila kama kawaida yake ili mradi uje uiongoze dunia lazima weke mikakati madhubuti, na mara nyingi Myahudi huwa anamtumia Marekani. Ingawa watu wengi wanadhani Marekani kila kitu anafanya mwenyewe, lakini si kweli. Marekani ilileta figisu pale nchini Pakistani, kasababisha hadi waziri mkuu yule Imran Khan akatolewa madarakani na akagawa kesi ya uhaini shoti, kwamba alikuwa anatumia mali za serikali ama mali za umma visivyo, ikiwemo kuchukua nyara za serikali, ikiwemo kuchukua labda zile zawadi za serikali na kufanyia matumizi yake binafsi. Kwa hiyo jamaa sasa hivi yupo jela. Kwa hiyo wamemtoa, sasa hivi inaongozwa na mtu mwingine. Na Marekani akikutoa lazima aweke mtu ambaye ana maslahi naye, ni kama kile kilichotokea Venezuela. Kwa hiyo tunafahamu Afghanistani kule kwa ambao sasa hivi inaongozwa na Taliban, kwamba walishafanya ya kufanya dhidi ya Russia Urusi kipindi kile kwa usaidizi wa Marekani hawa na Taliban imeundwa na Marekani, watu wasiojua kwa miaka ile imeundwa na Marekani wakisema kwamba wanawasaidia Afghanistan kuiondoa Russia. Baada ya kuiondoa Russia, kama kawaida yake Marekani akikutoa ama akikusaidia kumtoa mtu anataka umlipe. Kama unavyoona Kongo na Rwanda bwana, nimeleta solution, nachukua madini. Hasa wale wazao vikanzu wakasema wewe umetusaidia kumtoa yule Russia, na yeye inabidi uende nyumbani. Taliban kazi ikaanza kutoka kwa freedom fighter kuwaita, akaanza kuwaita magaidi Taliban. Kwa hiyo ndo zikaanza zikapigwa hapo Taliban na Marekani miaka takriban 20 hadi wakaondoka miaka hii kwenye 2020 kama sikosei, ndo akaondoka Marekani. Wakamweka kibaraka wao na hakuwa na nguvu. Taliban wakamtoa, sasa hivi ndo wanaongoza wao. Kwa hiyo kuhusiana na hiki kilichotokea jana ama kuhusiana na mgogoro huu ambao wa Afghanistan na Pakistan ni kwamba wanavyodai kwamba kuna kundi la kigaidi ama makundi ya kigaidi ambayo yanafanyaga mashambulizi Pakistan kisha yanakimbilia Afghanistan. Hata kama tarehe 26 mwezi wa pili, mwanzoni mwa mwezi huu Februari, kuna shambulizi la kujitoa mwanga lilifanyika kule Islamabad, mji mkuu wa Pakistan, kwamba kwenye msikiti wa Shia wa Ijumaa takriban watu 13 waliuawa na wengine kama 170 walijeruhiwa. Na inavyosemekana kuna kikundi fulani hivi kimetoka kidogo ambacho makazi yake rasmi kipo Afghanistan wanavodai. Ndio mshambuliaji ndio alienda kujitoa mwanga kwenye ule msikiti. Kwa hiyo Pakistan wakasema bwana, tutalipa kisasi ama tutafanya uchunguzi. Na uchunguzi ulipokuja ndo wakasema kwamba kuna kundi ambalo mtuaji aliojitoa mwanga anatokea sehemu fulani ni Afghanistan. Kwa hiyo jana na juzi pia Pakistan ndio wakafanya mashambulizi kule katika maeneo kama mji mkuu wa Afghanistan Kabul na kama miji mitatu mingine. Lakini nao Talibani ambayo ndio serikali ya Afghanistan ilijaribu kujibu kwa namna yake, ingawa wao kidogo hawapo advanced ukilinganisha na wenzao. Wao Pakistan wana ndege zile za kivita, hawa wanatumia vifaru na magari. In short ni loko, kwa sababu wametoka kwenye vita majuzi tu na bado hawajafanya bonding labda kushirikiana na nchi mbalimbali labda kupata nyenzo kama nchi nyingine. Kwa hiyo jana ndo alitokea hayo ya kutokea, wameshambuliana na Pakistan inadai kwamba
imeteka takriban ama imeshambulia takribani bezi 27 za Talibani kule nchini Afghanistani na bezi nyingine kama 9 wameziteka na wamewaua takribani wapiganaji kama 100 hivi na kujeruhi kama 200 kwenye huo mzozo ama kwenye ile amsha ya jana. Hii yote inatokana kwamba kwa mtazamo wangu unakumbuka kwamba mgogoro wa Irani na Marekani ulivyoanza kwamba Marekani alisema kwamba mimi nitakuja kukuvamia Irani. Simu ikaita kutoka Afghanistan kwamba Irani ukivamiwa sisi tunaingia. Kwamba Talibani bwana kwa hali na mali na sisi tunakuja kukusaidia. Kwa hapa jambo lililopo kama nilivyosema mwanzo kwamba Marekani ana watu wake kule Pakistani ambaye ameshamtoa Imran Khan. Sasa hivi kuna watu ambao anawaendesha yeye ili tuweze kuwa keep busy hawa wasiweze kufanya chochote pindi ambapo tukiingia kwenye ghasia na Irani inabidi tuwatafute nao tuwape ubize. Kwa hiyo lazima tutafute ubize kati ya huyu Afghanistan na Pakistani imadi kipindi wanapigana hawa Talibani wasiwe na uwezo ikiwa imetokea vita dhidi ya Irani wasiwe na uwezo kuvuka mpaka kuja huku Irani na kutupa wakati mgumu. Ndio maana haya yote yanatokea. Marekani ndio ana huo mtindo. Anaweza akatumia njia ndefu ni madi tu kukamilisha jambo lake. Na ndio maana haya yote unaona yanatokea kule. Ukilinganisha kwamba wale wote ni majirani. Unaanza Irani, unakuja Afghanistan, unakuja Pakistan, unakuja India. Kwa hiyo hawa wote hawa ni japo wengine ni wanasema tu kwa mdomo hasa wa Pakistani haeleweki kwa sababu muda mwingine utaona ana ushirikiano na Saudia ana ushirikiano na Marekani ambaye ana uhusiano na Israeli ambao uwezi ukasema mimi nina rafiki na wewe Victor lakini Victor bado una urafiki na adui yangu. Inakuwa ni ngumu. Lakini kwa wao Talibani kidogo akisema jambo ama Afghanistan akisema jambo kidogo linakuwa na msisitizo kulingana na yale ambayo rekodi zao zilizopo. Ndio maana haya yote yanatokea kwamba ni kama kumfanya bize awe bize Talibani awe bize na Pakistani. Kama ikitokea Irani ameingia mgogoro na huyu Marekani yani asipate nguvu, asipate usaidizi. Kama unavyoona Russia na Ukraine mimi naweza ukasema ni vile vile ni vita tu ya kimkakati kwamba kumweka bize tu Putin. Tumeona pale Putin ameshindwa kumsaidia rafiki yake Bashar al-Assad. Wale waasi wa nani yule waasi sasa hivi ambaye ni rais wa Syria Muhammad al-Shara amekuja tu amechukua maeneo mwisho wa siku amefika ikulu kakimbia Assad. Kwa sababu huku bosi ama partner wake mkubwa yuko busy na Ukraine. Pamoja na hicho ambacho kimetokea pia nani Venezuela kwa Maduro wamelaumiwa sana kwamba mbona hamsaidii huku. Kwa sababu wewe uweze ukasema mimi nitoe silaha ama nitoe majeshi nisaidie jirani. Na mimi huku nina mzozo na mzigo. Pale tunaambiwa Russia anapigana na Ukraine kumbe kuna NATO nyuma na mzigo za Ukraine afu inakuwa sio kweli. Kwa hiyo inabidi kila mtu apambane na hali yake. Nimeona pia wanajeshi nani Kenya pia jana majuzi kuna taarifa zinatoka kwamba wanajeshi ambao wa Kenya ambao wamevaa wanapigania Russia na kuna wale wa Ukraine ambao ni kwamba watu wananunuliwa kumbe kwenye hizi vita wapiganaje. Of course alafu vile vile hata Israeli anafanya hivyo. Israeli tena ndio anafanya hivyo sana. Kwa vile tu ndo Russia unajua ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya ndio vile vile. Israeli ana wanajeshi kutoka Ethiopia nao. Ulaya zile nchi za Ulaya ndo lukuki. Wamejaa. Inavyosemekana hata baadhi ya vitu duru za ndani zinaweza kwamba hata wale wa Tanzania ambao wanasema kwamba sijui walikutwa tu ile inasemekana kwamba walikutwa na nguo za ndani za jeshi za Israeli. Kwa maana kwamba mfano vile tukio la Hamas kufanya ile October 7 kuingia kule Israeli na zile sio Israeli. Yale ni maeneo ambayo Palestina aligawa na UN. Ile Israeli kwa baba wao wakayakata wakaita ni Israeli. Kwa hiyo Hamas walipoenda kule kuna mateka hadi wa Thailand hawajauliwa hapo kule.
waliachiwa wazima on how wewe mtu mweusi mtu aje kuue. Kuna watu walikutwa kabisa na nguo za ndani za jeshi. Sasa mimi wewe ushaniulia mtu wangu, ushaniulia ndugu yangu, nimekuta umevaa nguo za watu fulani ambao wanahusika na kuwaua ndugu zangu. Mimi siwezi nikakuelewa. Israeli naye anatumia hiyo mbinu. Ila tu kwa vile ni Russia, kama alivyosemaga Asma kuhusiana na yule Mrussia sijui kwa amefanya kitu fulani kule Kenya. Kwa vile ni Mrussia tu. Lakini Israeli hata wao Marekani pia sisi tunajua, hata tuna ndugu zetu wa Tanzania ambao wapo kwenye jeshi la Marekani. Ni kweli kuna ubaya gani? Si njia tu za kuhakikisha upate manufaa ambao unayataka, upata riziki. Lakini kwa kumaliza sasa, Kombo, dakika moja nakupa. Huu mgogoro wa Afghanistan na Pakistan tunaona utaendelea ama utaisha siku za hivi karibuni? Kwa huo mgogoro unajua ile ni kama maji kupo maji kujaa, kama unaona baharini maji yanakuja maji yaani wanachochewa. Alafu vita vingi duniani usichokijua Victor mada kwamba vita vingi duniani kuna kuwaga na watu nyuma na hao watu ndio tunarudi kule kwenye topic ya kwanza. Ni wale ndugu zetu ambao ingawa kuna baadhi ya watu wa imani fulani hawataki tuliseme ila ni kwa kiuhalisia huo ndo kweli kwamba wale jamaa ndo vitu vingi unavyoviona duniani wao ndo hapo behind the scene. Hata hii vita ya yule kuuawa kwa boss wa genge lile nchini Mexico yule El Mencho. Waziri wa ulinzi wa Mexico alikuja kabisa na taarifa akasema hawa jamaa wanafanya hizi fujo ila 80% ya silaha zinatoka US na 20% ya silaha zinatoka Israeli. Lakini watu wa baadhi ya imani hawataki kusikia hilo. Ukiwaambia bwana hawa wanafanya vitu fulani, kwa vile nyinyi ni watu fulani, kwa vile hawa ni watu fulani. Lakini uhalisia huo ndio ukweli kwamba wale jamaa wapo kwenye maeneo mengi sana kwenye migogoro. Maeneo mengi wapo behind the scene. Kabisa. Kombo bana, mimi nikushukuru sana na nadhani pia political science itakuwa na kuja kwa wiki mara 2. Kwa hiyo hii ni taarifa watu waipokee kabisa. Si ndio Kombo? Kabisa, wakae tu tayari kwa ajili ya kupata madini ambayo yanatokea kila siku duniani. Kwa hiyo nadhani Jumanne tutakuwa tunapata kipindi pia na siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatamani nini tukiboreshe, tuambie katika sehemu ya comment bana, natamani kuongezeke kitu fulani, wekeni kitu fulani, badilisheni kitu fulani, tutashukuru sana. Mimi naitwa Victor Madaha, niko na ndugu yangu Kombo. Kombo, lolote la mwisho la kuzungumza nao? Lolote la mwisho kwamba wakae tu tayari kwa ajili ya political science ndani ya 96 link na Bongo Plus. Tutakuwa tunawaletea iko kipindi katika kuhakikisha tunawapa madini ya kutosha. Licha ya yale ambao mmeyazoea ila kuna vingine nyuma ya pazia wengi wao huwa wanaogopa kuyasema. Ngumu kumeza zingine. Mtu anakuja tu anakuambia fulani na fulani wamepigana, kisa nini? Ila kuna kisa nyuma ya kisa. Kweli kabisa. Bana Kombo, asante sana kwa. Shukrani. Okay, poa.